Ikulu ya Tanzania ya waka moto huku Rais Samia Suluhu akiogopa na kutoroka nchini. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Siku ya tatu ya maandamano makubwa nchini Tanzania imegeuka kuwa sura mpya ya machafuko na hasira ya kizazi kipya cha Gen Z. Asubuhi ya leo, maelfu ya vijana waliokuwa wamejipanga katika makundi makubwa waliamua kuelekea moja kwa moja Ikulu ya Dar es Salaam, wakidai kumaliza kile wanachokiita mfumo wa ufisadi na udanganyifu wa kisiasa. Lengo lao kwa mujibu wa mashuhuda ilikuwa kufika katika jumba la serikali na kuliteketeza kama ishara ya kupinga matokeo ya uchaguzi ya Oktoba mwaka huu. Hata hivyo, safari ya kuelekea Ikulu haikuwa rahisi. Njiani walikumbana na vikosi vya polisi vilivyokuwa vimepanga ulinzi mkali, wakitumia mabomu ya machozi, risasi za mpira na magari ya maji kuwatawanya. Mapambano makali yalizuka yakigeuza barabara za Kivukoni, Posta na maeneo ya karibu na barabara ya Luthuli kuwa uwanja wa vita wa wazi kati ya vijana wa Gen Z na vikosi vya usalama. Mashuhuda wanasema milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu, huku moshi wa vitoa machozi ukifunika anga la jiji la Dar es Salaam. Wengine walionekana wakibeba majeruhi, huku wengine wakiimba wimbo wa taifa, huku wengine vilevile wakijificha kwenye majengo ya karibu. Biashara zilifungwa, mitaa ikawa kimya, na mitandao ya kijamii ikaanza kusambaza video zilizoonyesha vijana wakiwa na hasira kali, wakipaza sauti zao wakidai haki. Kile kilichoanza kama maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi sasa kimegeuka kuwa harakati kubwa ya kijamii dhidi ya mfumo wa chama cha CCM, ambao vijana wengi wanauona kama chanzo cha kila tatizo nchini Tanzania. Wakiwa wamejawa na hasira, waandamanaji wameshambulia na kuchoma moto karibu 90% ya ofisi za chama cha CCM katika mikoa mbalimbali. Miji ya Mwanza, Arusha, Mbeya, Dodoma, Morogoro na Kigoma imeripotiwa kuwa katika hali ya hatari, huku majengo ya CCM yakiteketea moto. Huku Bukoba, ofisi kuu ya chama hicho imegeuka majivu baada ya kundi kubwa la vijana kuvamia usiku wa jana. Wengine walivamia nyumba za viongozi wa chama hicho, wakichoma magari na mali, wakidai mali hizo ni matokeo ya ufisadi uliokithiri na uporaji wa fedha za umma. Vyanzo vya ndani vinasema moto huo wa kisiasa umewashwa na kizazi cha vijana waliochoshwa na mfumo wa utawala wanaosema na walemea maskini, huku wachache wakinufaika. Wengi wao wanasema wanataka kuanzisha Tanzania mpya isiyokuwa na rushwa, ukandamizaji wala udanganyifu wa kisiasa. Na katika maeneo mengi ya Tanzania, mapambano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama yamekuwa makali zaidi. Polisi wameonekana wakitumia nguvu kupita kiasi, huku video kadhaa zikionyesha askari wakifyatua risasi za moto. Watu kadhaa wamejeruhiwa vibaya na vyanzo vya hospitali mbalimbali vimethibitisha kupokea makumi ya majeruhi. Dar es Salaam, jiji lenye watu zaidi ya milioni 7, limegeuka uwanja wa taharuki. Waandamanaji walivunja vizuizi vya polisi katika maeneo kadhaa kabla ya kukutana na mstari wa askari wa jeshi uliokuwa umewekwa karibu na Ikulu. Hapo ndipo mapambano makali zaidi yalipozuka, na kwa zaidi ya saa 2 milio ya risasi na mabomu ya machozi ilisikika bila kukoma. Arusha ya Mwanza pia zimeendelea kuwa maeneo ya moto. Polisi wameweka doria nzito, lakini vijana wamekuwa wakibadilisha mbinu, wakijificha mchana na kujitokeza usiku kuendelea na maandamano. Kizazi cha Gen Z ndicho kimekuwa moyo wa harakati hizi. Vijana wengi wao ndio wako chini ya miaka 30, wamechoshwa na kile wanachokiita unyonyaji wa kimfumo, wanadai kuwa walihujumiwa kwenye uchaguzi, wakitazama matokeo yakitangazwa na vyombo vya habari vya serikali, huku kura zao zikipotea. Kwao hili si swala tu la kura, bali ni mapambano ya haki, uwazi na mustakabali. Wanasema kuwa serikali imekuwa ikitumia vyombo vya dola kukandamiza upinzani, huku viongozi wa chama tawala wakijitayarisha kutoroka nchini.
Kundi hili limekuwa likiongozwa kwa hisia kali likikumbusha taifa kuhusu mapambano ya mwanasiasa John Heche aliyekuwa mstari wa mbele katika kupinga utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Heche ambaye kwa sasa yuko mahabusu akiwa mgonjwa aliwahi kuonya kuhusu kile alichokiita kuporomoka kwa demokrasia nchini, na sasa vijana wamechukua kile alichokianzisha wakiamini wataendelea na watatenda haki kwa kuendeleza mapambano yake. Hali nchini Tanzania imezidi kuwa ya hatari. Vikosi vya jeshi vimeonekana katika maeneo kadhaa vikisaidia polisi kudhibiti hali. Barabara nyingi zimefungwa na ripoti zinasema kuwa baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam yamewekewa chini ya amri ya kutotoka nje usiku. Serikali imesisitiza kuwa hatua hizo ni za kulinda usalama wa raia, lakini wakosoaji wanasema ni mbinu za kuficha ukweli wa ukandamizaji unaoendelea. Mitandao ya kijamii kama X, Facebook na Instagram imezuiwa na interneti imekuwa dhaifu katika mikoa mingi, hali ambayo imezuia upashanaji wa habari kwa wakati. Licha ya hilo, wananchi wanaendelea kutumia mbinu mbadala kama VPN na Telegram kufikisha habari duniani kote. Hashtag kama Tanzania on fire na Gen Z Revolution zimekuwa zikitrend kimataifa, zikivuta macho ya jumuiya ya kimataifa. Mashirika ya haki za binadamu yameanza kutoa matamko ya kuamua na kulaani matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya wametaka serikali ya Tanzania kuheshimu haki ya raia na kukusanya kwa amani na kutoa matamko ya wazi kuhusu hali ya usalama wa raia. Bunge la Ulaya kupitia taarifa yake limesema wazi kwa uchaguzi wa Oktoba haukuwa wa haki na huru, likieleza kusikitishwa kwake na hatua za serikali za kuzuia upinzani na vyombo vya habari. Limesema ukimya wa kimataifa katika hali kama hiyo ni sawa na kushiriki katika uharibifu wa demokrasia. Na katika mikoa kama Morogoro na Iringa, waandamanaji wamevamia nyumba za viongozi wa CCM wakizichoma moto. Mali nyingi zimeharibiwa huku picha zikisambaa mitandaoni zikionyesha magari ya kifahari yaliyoteketea moto. Wengi wa waandamanaji wanasema mali hizo ni matokeo ya rushwa, wakiamini ni ishara ya kuondoa mfumo wa ulaji nchini. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa hali hii inaweza kuigeuza Tanzania kuwa taifa la machafuko makubwa zaidi endapo jitihada za kidiplomasia zitachukuliwa. Uchumi umesimama, shule zimefungwa na huduma muhimu kama usafiri zimekoma. Kukamatwa kwa viongozi wa upinzani kumezidisha hasira. Wengi wanadai kuwa serikali imepoteza uhalali wa kisiasa, hasa baada ya taarifa kwamba baadhi ya wabunge wa upinzani wamezuiliwa bila kufikishwa mahakamani. Wakati huo huo, bunge la Ulaya limeonya kuwa Tanzania inaweza kukabiliwa na vikwazo endapo itaendelea kukiuka haki za binadamu. Pamoja na machafuko haya, Gen Z imeonekana kutokuwa tayari kurudi nyuma. Makundi ya vijana yameendelea kupanga mikutano kupitia mitandao ya siri, yakiahidi kwamba mapambano yao yataendelea hadi mfumo wa ufisadi utakapoporomoka. Kwao huu si mwisho bali mwanzo wa Tanzania mpya. Hata kama nguvu za dola zinaendelea, roho ya mapambano imekwisha anzishwa na haitaweza kufutwa kirahisi. Dar es Salaam imegeuka kuwa uwanja wa moto ambao si wa majengo pekee bali wa hasira na matumaini. Gen Z imesimama wima ikipinga mfumo wa muda mrefu wa udhalimu, na wanaamini kwamba taifa lao linahitaji kuzaliwa upya, hata kama bei yake ni damu, jasho na machozi. Huku dunia ikitazama, Tanzania ipo katika kipindi cha maamuzi magumu. Wakati moto wa kisiasa ukiendelea kuwaka, jina la John Heche limebaki kama ishara ya ujasiri wa kizazi kipya, haswa baada ya taarifa ya hali yake mbaya akiwa gerezani, haswa kwamba hajakula kwa siku 3 na kwamba ni mgonjwa. Endelea kufuatilia Kenyascope, mahali tunapochambua ukweli wa Afrika Mashariki bila woga, bila upendeleo na kwa undani zaidi kuliko popote pengine. Kumbuka kusubscribe na vile kugonga kengele ili uwe ukipata alerts kila wakati tukiweka video mpya.